Ukuta wa zege na nondo na uliojengwa kwa simenti ngumu si rahisi sana kuvunjika, lakini ni ajabu sana kwa baadhi ya watu ambao wameweza kuvunja ukuta huo. Kutana na Rais Samia Suluhu Hassan ambaye ameandika historia ya kipekee kabisa kwa kuvunja ukuta kwa kuwa mwanamke wa kwanza kuwa rais. Rais Samia Suluhu Hassan ameandika historia hiyo kama mwanamke wa kwanza kabisa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Safari yake ya maisha imejaa mafunzo, uvumilivu na ushupavu mkubwa sana, na ameweza kuibuka kuwa nembo ya matumaini kwa wanawake wengi na hasa vijana wa Afrika. Katika makala hii tunachambua asili yake, historia ya elimu, maisha ya kisiasa na changamoto nyingi alizopitia katika maisha yake binafsi na maisha ya utawala. Samia alizaliwa tarehe 27 Januari 1960 Kizimkazi, wilaya ya Kusini, mkoa wa Kusini Unguja, visiwani Zanzibar. Baba yake alikuwa mwalimu na mtumishi wa serikali, na wakati huo mama yake alikuwa mama tu wa nyumbani. Alizaliwa katika familia ya Kiislamu yenye maadili ya heshima, utiifu na malezi ya kidini, akiwa kama mtoto wa mwisho kati ya watoto wengi kadhaa, na alikulia katika jamii iliyoamini sana kuwa mwanamke anatakiwa kuwa mnyenyekevu na kujikita zaidi katika majukumu ya kifamilia na si kwenye uongozi kabisa. Samia Suluhu Hassan alianza shule ya msingi mnamo mwaka 1966 hadi mwaka 1972 katika shule ya msingi Chwaka huko Zanzibar, na aliendelea na sekondari ya Ng'ambo katika mwaka 1973 hadi mwaka 1975, kisha akajiunga na shule ya sekondari ya Lumumba kuanzia 1975 hadi 1977, na aliendelea na masomo ya juu kwa kujiunga na Institute of Development Management yani IDM Mzumbe, na baadaye alijiunga na chuo kikuu Manchester huko Uingereza, ambapo alifanikiwa kuhitimu shahada ya uzamili ya maendeleo ya jamii, na pia alipata mafunzo maalum ya uongozi na usimamizi katika taasisi mbalimbali duniani. Samia ana safari ya pekee katika upande wa safari ya siasa, na ameweza kuwepo katika nyadhifa alizowahi kushika. Mwaka 1995 huu ulikuwa ni mwanzo wa siasa kwake, kwani Samia aliteuliwa kuwa mjumbe wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar pamoja na kuwa naibu waziri wa mipango na maendeleo ya wanawake pamoja na watoto. Safari yake ilisonga mbele, na mwaka 2000 hadi 2005 aliendelea kuwa waziri wa kazi, maendeleo ya wanawake na watoto, na alijikita zaidi katika masuala ya haki za wanawake na watoto. Na mwaka 2005 hadi 2010, kipindi cha miaka mitano hiyo, alitumika kama naibu waziri na maendeleo ya jamii, jinsia na watoto, na hapo alikuwa pia mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia viti maalum. Na mwaka 2010 hadi 2015 aligombea na alifanikiwa kushinda ubunge, na huu ulikuwa ni ubunge wa jimbo la Makunduchi Zanzibar. Kisha aliteuliwa kwa waziri wa nchi, ofisi ya makamu wa rais na muungano, na aliendelea kuchanja mbuga. Ilipofika 2015 hadi 2021, mwanamke huyu shupavu alipata nafasi ya kuwa makamu wa rais, na alikuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akiwa kama mwanamke wa kwanza kabisa kushika nafasi hiyo. Na 2021 ndipo historia yake iliweza kupamba moto zaidi, kwani aliweza kuchukua nafasi ya kuwa rais wa Tanzania, na hii ni baada ya kifo cha Rais John Magufuli. Samia alitekeleza katiba kwa kuapishwa kuwa rais wa Tanzania, na mapema sana tarehe 19 Machi 2021 akawa mwanamke wa kwanza kabisa kuwa rais wa Tanzania. Kama tunavyojua, kila lenye jema halikosi changamoto. Katika harakati zake za kuongoza nchi, Rais Samia amekutana na changamoto kadhaa, akiwa kama kiongozi wa ngazi za juu na akiwa kama mwanamke wa kwanza kuwa rais kwenye nchi hii nzuri iliyojawa na historia ya kipekee kabisa. Alikumbana na mitazamo ya kijinsia kuwa siasa si kazi ya mwanamke kabisa. Lakini la pili ni mashambulizi ya maneno kutokana tu
na vile ambavyo wanamtazama mwanamke. Wakati wa kampeni za urais akiwa mgombea wa kwanza, baadhi ya wanasiasa walibeza uwezo wake kwa misingi ya kijinsia tu, lakini kutengwa kwa kisera. Baadhi ya hoja zake zilipuuzwa kwa sababu alionekana kuwa mpore sana, lakini pia kuwa na jinsia ya kike, na hii ilifanya baadhi ya watu kumlinganisha na majukumu ya mwanaume, lakini haikumzuia kabisa kuchanja mboga na kuleta matokeo makubwa ambayo kila mmoja anatazama kwa nafasi ya kipekee kabisa. Lakini Samia Suluhu Hassan, mbali tu na kuwa rahisi, pia ni mama bora kwa familia yake, kwani ameolewa na Hafidh Ameir ambaye ni mstaafu wa shughuli za kiserikali, lakini pia ni mtaalamu mzuri wa kilimo huko Zanzibar. Lakini pia ni mama pia wa watoto 4, mmoja wao ni Wanu Hafidh Ameir ambaye ni mbunge wa bunge la Tanzania kupitia viti maalum. Kwa kutazama namna mama huyu alivyoipambania Tanzania, unaona kabisa safari ya Rais Samia Suluhu Hassan ni ya kipekee na ya kuigwa, kwani akiwa mwanamke wa kwanza kushika nafasi ya juu zaidi kitaifa, ameweza kudhihirisha kwamba jinsia si kikwazo cha mafanikio, bali ni mtazamo wa jamii tu, na utayari wake kama yeye ameweka msingi mpya wa siasa yenye busara, heshima na ushirikishwaji. Kwa wanawake wa Afrika, Samia ni mfano wa kauli mbiu mwanamke anaweza. Hii ni Like Story kutoka kwa Janet Mapunda ambaye kasoma taarifa kuhusiana na mambo kadha wa kadha ambayo yanahusiana na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, historia na mambo mengi ambayo yanahusu mapito, changamoto, mafanikio, lakini kikubwa sana ni kumwezesha mtoto wa kike kufikia ndoto zake. Unaweza ukasema ukuta ulipasuka na njia ikafunguka. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mwanamama, Mama Samia Suluhu Hassan. Vile ambavyo jamii inachukulia kwamba mtoto wa kike hawezi kufika katika sehemu fulani, lakini Mama Samia Suluhu Hassan kaonyesha njia kwa watoto wa kike kufikia hatua fulani, na hapo inaonyesha akiwa Ikulu Dar es Salaam. Inaonyesha pia chuo alichokisoma kwa maana ya Manchester University ambacho kiko nchini Uingereza. Sio jambo chepesi, ni jambo ambalo la kupongeza jitihada, familia na hatua mbalimbali zilizochukuliwa mpaka kufika hapo ambapo amefika. Hiyo ni historia ya Mama Samia Suluhu Hassan kwa ufupi, na tutaendelea kutoa historia mbalimbali ambazo ni kutoka Like History, ambayo itakupa nafasi ya kufahamu vitu vingi kiundani sana ambavyo vinahusiana na mafanikio, changamoto, jitihada mbalimbali ambazo zimefanyika. Lakini nikwambie kabisa, endelea kufollow akaunti zetu, hasa kwenye YouTube, kusubscribe channel ya Like Media, lakini pia kupitia Lugano Israel na kupitia Like Media Instagram. Na kwa upande wa Janet Mapunda, ingia pale Instagram kama Janet Mapunda TZ, utaweza kumfollow pale, na mwisho siku utaendelea kupata taarifa na story mbalimbali za namna hii. Na kikubwa sana, endelea kuwa nasi, tuendelea kukuletea story nyingi sana za watu mashuhuri duniani kwenye mambo kadha wa kadha ambao wameyafanya, ambao kwako tunasema ni Like Story, kwa maana story yenye kuvutia, story yenye vitu vingi vizuri ndani: elimu, burudani, hamasa, mafanikio, changamoto, vishawishi na mambo mengi ambayo yanavutia zaidi. Ndio maana tunaita Like History. Mimi naitwa Lugano Israel. Asante sana Janet Mapunda, ambaye unapatikana Instagram kama Janet Mapunda TZ, na mwisho siku tuendelea kusikia sauti yako nyororo kwa mara nyingi sana kupitia Like Media. Mpaka wakati mwingine, chao.